Sasa umewadia wakati wa kipindi chetu cha Tamrini ambapo tunadadavua masuala mbalimbali yanayohusu taifa letu, na hivi leo tunataka kuzungumzia masuala ya usajili wa vyama vya kisiasa na utayari wa vyama hivi kabla ya chaguzi ndogo ambao uchaguzi huo utakuwa unajiri tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2025. Tutakuwa tunauliza utaratibu wa usajili wa vyama ni upi, na iwapo wewe ni limbukeni katika masuala ya kisiasa ama una chama cha kisiasa ambacho bado hakijasajiliwa, basi keti kitako hadi tamati, wakati ninaungana naye Wafula Wakoko ambaye anasimamia idara ya sheria na ushauri katika ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa. Nakumbuka kwamba Bi Sofia Sitati ndiye kaimu msajili wa vyama vya kisiasa. Hii ni baada ya Anderutu kuondoka na kuwa kamishna wa IEBC. Karibu sana Bwana Wafula. Asante sana kwa wito wako. Naam. Nafurahia kuwa hapa siku ya leo. Asante. Naam, tumeangalia kwamba kumekuweko tu na duru ambazo zimekuwa zikidokeza kwamba chaguzi ndogo ambazo zinatarajiwa kufanywa tarehe 27 mwezi Novemba mwaka huu, na kwamba kuna vyama vingi vya kisiasa ambavyo bado havijafiki viwango vya sheria ya usajili wa vyama vya kisiasa ya mwaka 2011. Je, una lipi la kusema kuhusiana na haya? Kwa sasa tuna vyama 91. Vyama hivi vyote kulingana na kumbukumbu zetu kwa sasa, vyama vyote vinazingatia sheria. Lakini kulingana na vile hiyo sheria imetungwa, kuzingatia sheria si tukio la siku moja, bali ni mchakato. Ukiangalia kwa mfano kipengele cha 7 cha hiyo sheria, utapata kwamba among the conditions, zile kanuni zenye vyama inatakana kufuatilia ni kama kuwa na wanachama 24,000. Kuna wakati pengine mwanachama amehamia chama kingine, ama kwa bahati mbaya mwanachama amefariki, utapata kwamba sasa zile kanuni zimeshuka chini, ila ni mchakato. So kwa sasa sisi tunasema vyama vyote 91 vinazingatia sheria. Na ikiwa nina chama cha kisiasa na ningependa kujisajili, kwanza utaratibu ni upi na nini nafaa kuzingatia kabla ya kuja ama kuwasili katika ofisi yenu ama tovuti yenu kuweza kujisajili? La kwanza, kuna katiba ya Kenya, kifungu cha 91 na 92 kinawashiria kwamba lazima, kifungu cha 91 na 92 pamoja na sheria ya Political Parties Act ile ya 2011 inaashiria kwamba lazima mwanzo utafute jina la chama, pili usajili wa Kenya ambao ambao wako kwa register ya IEBC kama wapiga kura, 24 kutoka Kenya nzima. Kwa hivyo huwezi sajili watu kutoka kaunti moja. Wale watu 24,000 lazima wasajili 1,000 kutoka kwa kaunti 24. Tatu, uwe na ofisi 25, moja ikiwa na ofisi kuu, then alafu ofisi zingine 24. Tatu, lazima uwe na kamati inayosimamia chama, kwa kimombo tunaita governing body. Hii kamati lazima iwe inahusisha wanarika, watu wenye ulemavu, kina mama. Kwa hivyo si kamati ambao ni wanaume peke yao, jinsi historia inavyotuonyesha. Hizo ni baadhi ya kanuni ambazo lazima ufuate. Kwa hivyo chama hakiwezi kujisajili kwa misingi ya kidini, kusema kwamba chama hiki ni cha dhehebu fulani ama ni cha imani fulani. Ama pia ningependa kuuliza, chama pia hakiwezi kusajiliwa kwa kanuni za kikabila? Hatuwezi sema kwamba hii ni Abaluya Political Party. La hasha. Kwa mfano, ukiangalia katiba yetu inaangazia kwamba uwezi sajili chama kwa msingi wa fujo, kwa msingi wa kikabila ama wa sehemu fulani ya nchi ama kidini. Ukija kwa ofisi ya msajili ya vyama na application ya kusajili chama kwa sababu kwa malengo ya dini, hakitasajiliwa. Chama lazima kiwe kina
Wakenya wote bila kuangalia matabaka yao. Na tukizingatia swala la kijinsia, je, mnazingatia urari wa kijinsia ama tuseme ile gender balance, mnazingatia hilo? Ama unaweza pata kwamba labda ni watu wa jinsia moja ambao wameweza kujisajili pale, ama tuseme kwamba katika uongozi wa kile chama unapata kwamba wengi ni wanaume ama wanawake? Kuna maswala mawili yanayoibuka kutoka kwa swali lako. Mwanzo, viongozi wa chama lazima kuwe na ile gender balance, ili umesema urari wa kijinsia, gender balance. Kwa mfano, kama ni ile 2/3, kusiwe na jinsia moja ambayo inazidi 2/3, theluthi mbili. Pia wanachama wale ambao wanasajiliwa, lazima kwa wale wanachama kuwepo wanaume na wanawake, huwezi kuwa na jinsia moja. Nani anafadhili vyama vya kisiasa? Mawili pale. Mwanzo ni wanachama wenyewe wanajifadhili, la kwanza. La pili, Wakenya kutoka na kulipa ushuru wao wanafadhili vyama. Kwa sasa vyama ambavyo vimefadhiliwa ni 47. 47 vinafadhiliwa, ile kwa kimombo tunaita Political Parties Fund. Alafu hizi pesa zinapeanwa na msajili wa vyama, lakini hizi pesa zimetoka kwa wananchi. Na kabla tuingie katika undani kabisa, labda ninataka hela fulani na naweza kuzungumza na watu niwaambie kwamba hiki ni chama tunaenda kujisajili, nikijua kwamba nitapata hela, lakini baadaye hizi hela naenda nazitumia kwa mahitaji yangu kibinafsi, ama naweza kubadilisha mkondo wa fedha hizi kuelekea kwingine. Je, kunao mkakati ambao mko nao wa kufanya ufuatiliaji wa hela hizi na kuhakikisha kwamba zinatumiwa kwa madhumuni mwafaka? Ndiyo, mwanzo kila chama kina kanuni ambazo lazima kifuate. Pili, hizi kanuni zinapotungwa na vyama zinaletwa kwa msajili wa vyama, alafu tunaangalia kuona kwamba wanachama wamekuwa protected. Tatu, vyama lazima viweke books of account, record zao. Alafu hizi record zao zinapelekwa kwa the Auditor General, mkaguzi mkuu. Kwa hivyo ukishapata pesa kwa chama, lazima mkaguzi mkuu ataangalia aone umetumia vipi hizi pesa. Kwa hivyo chama hakiwezi tumia pesa za wanachama ama hata hizi pesa ambazo zimetoka kwa walipa ushuru kwa njia ambayo haizingatii sheria. So kuna njia ya kufuata, msajili wa vyama na pia mkaguzi wa mahesabu. Na tukiangalia tumekuwa pia tukiangalia katika vyombo vya habari, unapata kwamba kuna migogoro ambayo imekuweko katika miongoni mwa wanachama wa chama fulani. Je, swali langu ni hili, nyinyi kama ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, mna uwezo wote ama mna mamlaka ya kuweza kuingilia masuala ya ndani ya chama ama kuweza kutatua migogoro ya chama hicho? Kwa hivyo singesema tunaingilia ndani vile, lakini tuna mamlaka ambayo mwanzo, iwapo kuna mzozo kwenye chama, kila chama kina kamati ambayo inasuluhisha migogoro. Wakishasuluhisha mgogoro, wanakuja kwa msajili wa vyama kuangalia kwamba walifuata zile kanuni, na kama hawakufuata zile kanuni, msajili wa vyama anawarudisha warudie tena. Wasiporudia ama wakiona kwamba maamuzi yetu hayafai, wana haki ya kukata rufaa kwa Political Parties Tribunal. Na pia tukiangalia swala la tuseme kwamba swala ambapo unapata kwamba wanachama wamekuwa labda nidhamu yao haipendezi, na mnaamua kwamba leo hatutaki hiki chama ama tunakiondoa kwenye sajili ama orodha ya sajili ya vyama vya kisiasa. Je, ni nini kinachofanyika ndiposa vyama hivi viweze kuondolewa? Na pia mtu anaweza kurejea badala ya kubadilisha mwenendo? Swali zuri. Mwanzo ukiangalia sheria ya vyama vya kisiasa, kipengee cha 21 inatueleza yale masuala ambayo yanaweza fanyika ndiyo chama kitolewe kwenye orodha. Kwa mfano, iwapo huna ofisi zile zinahitajika nchini Kenya, hilo ni swala moja. Pili, iwapo ufuatilii kanuni za kidemokrasia, pengine unafanya uchaguzi lakini huzingatii kanuni za kidemokrasia, hiyo ni njia moja ambayo msajili wa vyama anaweza kutoa kwa orodha. Ila kabla ya msajili wa vyama kutoa kwenye orodha, anapeana ilani kwamba
hapa kwa mfano pengine una ofisi Nairobi na unahitaji kuwa na ofisi Nairobi, anakuambia kwamba umepewa siku 90 so that you ensure uko na ofisi Nairobi. Usipofanya hivyo, then msajili wa vyama atasonga mbele akutoe kwenye orodha. So kuna ile nafasi ya chama kishapewa ilani ya kutengeza pale mahali penye imekuwa pengine hajazingatia zile kanuni. Yes. Kwa maoni yangu naona kwamba ukiwa na ufinyu wa hela ama hela zinakuogopa, basi kujisajili kama kinara wa chama itakuwa vigumu. Manake ukisema lazima uwe na afisi Nairobi, na pia kodi za afisi za Nairobi si chache. Mwanzo si lazima iwe Nairobi, sheria inakuruhusu kuwa na ofisi 25. Moja ya hizo 25, moja ni kuu, unaweza amua ikuwe wapi as long as ni nchini Kenya. Alafu zile 24 unaweza chagua ziwe katika county yoyote. So si lazima ukue Nairobi. Ukipendelea ukue Nairobi kwa sababu pengine wanachama wako wengi wako Nairobi, hakuna hata kuguza. Uko sawa. Mnashirikiana vipi na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC? Na pia ninauliza pia mnashirikiana vipi na tume ya maadili na kupambana na ufisadi, na pia mnashirikiana vipi na maafisa wa usalama kuhusiana na vyama vya kisiasa? Asante sana. Kwa mfano IEBC kwa sasa kuna masuala mengi ambayo tunashirikiana nayo. Kwa mfano tunahifadhi orodha ya vyama na majina yake na nembo rasmi. Hayo majina ndio yatakuwa wakati wa kura, hayo majina ndio yanakuwa kwenye ballot papers. Pili, wanachama ambao wanashiriki kwenye uchaguzi wa vyama, sisi ndio tuna hiyo hifadhi. Pia hiyo register inapelekwa kwa IEBC. Tatu, kuna wale wagombea binafsi, wale tunaita independent candidate. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba nembo zao wanazotumia si za vyama, na hiyo habari pia tunapelekea IEBC. Pia tuna kamati inayoitwa Political Parties Liaison Committee. Hiyo ni kamati ambayo pia tunashirikiana nayo IEBC kuzungumzia masuala ya uchaguzi na mengine mengi tu. Na pia kuna baadhi ya ripoti kuwa ukaguzi umeelezea kuwa vyama vya kisiasa vinahusisha kutotii sheria kwa ukosefu wa ufadhili wa kutosha kutoka kwa hazina ya vyama vya kisiasa. Tukizingatia haya, je, ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa imekeuka sheria? Manake unapata kwamba vyama vingi havijasajiliwa kutokana na ufadhili, na kwamba wanasema kwamba hizi hela lazima zitoke katika hazina ya kufadhili vyama vya kisiasa. Sivyo. Tukiangalia historia, kwa mfano, kabla ya sheria kubadilishwa mwaka wa 2022, awali vyama ambavyo vilikuwa vinapata hizo hela vilikuwa vyama viwili. Kwa sasa ni vyama 47 kwa sababu sheria ilibadilishwa. Msajili wa vyama anapopeana hizi pesa anafuata sheria ambayo imetungwa na bunge. Kwa hivyo si msajili wa vyama ambaye ameamua kwamba kuna vile vyama ambavyo havitapata pesa. Ukiangalia kwenye sheria, kwa mfano, kuna yale maadili ambayo lazima chama ifikie ndio ipate hizo hela. Kwa mfano, lazima chama ishiriki kwenye uchaguzi na ipate angalau mgombea mmoja mwenye ameshinda kura. Kushiriki tu kwa uchaguzi na usipate kitu yote haimaanishi kwamba utapata hela. Lazima ukuwe na mtu ameshiriki na ameshinda. Pili, lile swala ulilosema la gender balance. Lazima chama kwa kamati yao kuwe na gender balance. Lakini kama kuna gender balance hutapata zile hela. Tatu, kuna wale tunaita special interest groups kwa kila chama. Lazima chama iwe na special interest groups. Na kama chama yako unapatikana kwamba, kwa mfano, hata kama tuseme umeshinda kura, lakini unapatikana hauna wanarika kwa chama, ama kina mama ama watu wenye ulemavu, hutapata hizo hela. So kuna yale masharti lazima vyama vipate. So kujibu swali lako, msajili wa vyama hajakiuka sheria. Kwa hivyo yeye ametekeleza wajibu wake. Ndivyo. Na pia kuna vijana wengi ambao wanataka sana kujisajili ama kubuni chama cha kisiasa. Je, ushauri wako kwa hawa vijana ni upi? Nadhani hilo ni lengo zuri. Mwanzo tayari tuna vyama 91. So kabla ubuni chama, lazima uangalie mbona unataka kubuni chama kipya.
Of course sheria inakuruhusu mtu yote Mkenya kubuni chama, lakini kabla ya kubuni chama lazima kama kijana ujiulize, mbona hivi vyama 91, mbona nisiingie kimoja? Pili, iwapo kati ya vile vyama 91 hakuna chama ambacho kinakupendeza, uko radhi, uko sawa kubuni chama, lakini kumbuka kwamba huwezi tengeza chama tu cha vijana. Katiba yetu ya 2010 inakataza. Chama lazima kiwe na watu wa matabaka mbalimbali, rika mbalimbali, jinsia mbalimbali. So vijana hawezi tengeneza chama peke yao, lakini tunawasihi vijana waingie kwenye vyama vilivyopo saizi, ama pia waungane na watu wengine watengeze vyama, lakini si vijana peke yao. Kwa hivyo huwezi sema kwamba pia huwezi sema kuna chama cha kina mama, ama useme kuna chama cha wazee, ama sisi akina mama tuseme kuna chama cha maendeleo ya wanawake na kadhalika. Hakuna. Lakini mimi naona hapo kuna ubaguzi fulani. Manake tunaweza kuwa sisi ni vijana tu tunataka kujisajili, lakini labda tuna sababu zetu kwa nini hatutaki kuwajumuisha wenzetu. Kweli, shida ni ukiangalia historia na jinsi katiba yetu ilivyotunga, ilikuwa inakusudia kusuluhisha masuala ya marginalization. So that kama wewe ni youth kwa mfano, umetengwa na watu wengine katika jamii, alafu tena uamke ujiweke kwa chumba kando peke yako, utakuwa unaendelea kujimarginalize. And that is why katiba yetu Wakenya waliamua mwaka 2010 kwamba chama kiwe na kila mtu, so that tusaidiane sisi wote tukwae juu. Lakini ukijiweka kando utakuwa unaendelea kujimarginalize badala ya ukuje upande ambao uko na watu wengine. Na pia pili, unapatikana kwamba tuseme una maswala, uko na zile shida unafikiria kama wewe kijana haziwezi suluhishwa na watu wengine. Maybe ni kwa sababu hujakuwa na maybe mjadala na watu wengine, ama kushirikiana, ama hata kwa familia. Vijana hawaishi peke yao. Tunaishi kwa familia zetu na wazazi wetu, wale wenye tunabaki kwa na wazazi, so lazima tujumuike sisi wote. Naam. Na mtazamaji, unaendelea kutazama KBC Channel 1 katika kipindi chetu cha Tamrini, na tunadadavua tu masuala kuhusiana na usajili wa vyama na pia utayari wa vyama hivi kabla ya uchaguzi mdogo ambao utakuwa unafanyika mwezi Novemba tarehe 27 mwaka huu. Na kumbuka kwamba kuna baadhi tu ya nyadhifa zilizowachwa wazi baada ya wale waliokuwa wanashikilia nyadhifa hizi kuweza kuondoka kwa sababu moja au nyingine. Ndeza tu kukusomea tu kwa dakika chache tu zile nyadhifa ambazo ni wazi. Kutakuwa na wadhifa wa mwakilishi wadi wa Kabuchai kaunti ya Bungoma, pia Angata Nyoike, hiyo ni wadi katika kaunti ya Samburu. Pia kuna Chembundu Kapungeni wadi ambayo iko katika kaunti ya Nandi, na pia wadi ya Chewani katika kaunti ya Tana River, pamoja na wadi ya Fafi katika kaunti ya Garissa. Hizo tu ni baadhi ya nyadhifa, na kumbuka pia kutakuweko pia na nyadhifa za ubunge ambazo zitakuwa zinawaniwa na baadhi ya wagombezi, ikiwemo kaunti ama eneo bunge la Kasipul ambalo liliwachwa wazi baada ya mbunge Ong'ondo Were kuweza kuaga dunia. Naam, mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba KBC Channel 1 na Wanda na Kunawiri kote nchini. Unaweza pia kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ikiwemo mtandao wa Facebook, mtandao wa YouTube. Pia unaweza tu kubonyeza vile vitufe vya simu vya herufi uweze kuandika Kurunzi Mashinani KBC Channel 1, na utaweza kutupata mbashara, au baadaye pia unaweza kutupata iwapo ulikosa. Naam, tukiendelea, Bwana Wakoko, tumezungumzia mambo ya usajili, tumezungumzia sheria na idadi ngapi ya watu wanaohitajika. Pia tumeona kwamba chama hakiwezi kukua tuna watu wa tabaka moja ama tuseme watu wa fulani. Sasa kuna haya mambo, unaona kwamba kuna watu wengi, unaweza pata kuna baadhi ya watu wangependa kubuni chama cha kisiasa, lakini hawana uelewa wa masuala ya kisiasa au uelewa wa usajili. Je, sijui kama ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa mnaweza kutembea kote nchini mkiwahamasisha vijana kuhusiana na swala la usajili? Asante sana.
Hii ni kazi ambayo tumekuwa tukifanya kote nchini. Kwa sasa ofisi ya msajili wa vyama ina ofisi katika maeneo mbalimbali. Kule Bungoma tuna ofisi Kisumu, Nakuru, Eldoret, tuna ofisi Kitale, Nyeri, Nyahururu, Isiolo, Garissa, Mombasa, Malindi. Hizi sehemu zote tuna maofisa wetu ambao mara kwa mara tunafanya mikutano ili kuhamasisha watu wengi katika yale maeneo kuhusu jinsi ya kusajili vyama kwa mfano, na pia kupitia mitandaoni pia. Ukiangalia kwenye tovuti yetu kwa mfano www.orpp.or.ke kuna information pale ya jinsi ya kutengeneza vyama. Platform kama hii pia tukipata wito tunakuja, tunaweza kuelezea pia Wakenya jinsi ya kutengeza, jinsi ya kusajili vyama. Naam. Na ni changamoto zipi ambazo nyinyi mnakumbana nazo kama afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa? Tueleze kwa undani. Changamoto kuu, though of course it has layers, changamoto kuu ni dhana ya kwamba vyama vya kisiasa ni vya wanasiasa. Kwa sasa ukiangalia orodha yetu ya vyama na wanachama, tuna zaidi ya Wakenya milioni 24. Lakini hawa Wakenya wote hawajihusishi na vyama vyao kiundani. They are not active participants. Kuna wale wenye dhana ya kwamba chama kiwepo kwa sababu kura ikifika tutatumia chama kwa ajili ya kupiga kura. So kuna umaskini wa kutolewa vyema chama kazi yake ni nini. I think wengi wetu tunasubiri maybe mwaka 2027 ndio tujiunge na vyama, ama ndio tuanze kuwa active, ama kama unataka kuwa mgombea unangoja 2027. Hiyo dhana ya kwamba chama ni ya uchaguzi peke yake, nadhani hiyo ni changamoto kubwa. Hiyo ni ya kwanza ya juu. Pili, kulingana na historia ya nchi, vyama awali before hii sheria itungwe, na kabla tupate sheria ya katiba yetu ya 2010, awali vyama vilikuwa vinatengezwa na maybe chama kinatengenezwa around personalities ama around regions. Hiyo historia imefanya pia watu wakuwe na dhana ya kwamba iwapo Wafula Wakoko ni mwenyekiti wa Shila Political Party, watu watakuwa na dhana ya kwamba sasa hiyo chama ni ya watu wa tabaka ya Wafula Wakoko. Lakini ukiangalia sheria imepeana kanuni ambazo zinawezesha kufanya kuwa chama it doesn't belong to people of a particular region or tribe, for instance. So ni changamoto kuu ni kutoelewa vyema jinsi vyama vya kisiasa vinatumika kwa mfano. Kwa hivyo umesema changamoto kuu, lakini bado kuna kuwepo na changamoto ndogo ambazo inakuwa kama ni changarawe ambayo imeingia kwenye kiatu. Ijapo ndogo, lakini haitakupatia amani. Kwa mfano, naweza pena tu mfano. Sheria ya vyama vya kisiasa ilitungwa mwaka wa 2011 na imekuwa na marekebisho mara kwa mara. Ukiangalia kama mwaka 2022 hiyo sheria ilirekebishwa tena Januari, Februari pale, miezi kadhaa karibu na uchaguzi. Sasa hivi ofisi ya msajili ya vyama iko kwa agenda pia kurekebisha hiyo sheria. Changamoto zile umesema ni kama changarawe, ni kwamba wakati mwingine unapata kwamba sheria inabadilishwa karibu na wakati wa uchaguzi. Unapata kwamba maybe washikadau hawajelewa vyema sheria ikoje, inatumika vipi. So I think kwa maoni yangu ni sheria kama inarekebishwa, irekebishwe angalau kwa muda ambao uko mbali kidogo na uchaguzi, ndio Wakenya Wakenya na washikadau wakuwe wanaelewa jinsi ya kutumia. Swala lingine ni I don't know how
what is patriarchy? Kuna zile taasubi, kuna zile taasubi ama tunasema mfumo dume. Patriarchal society. Yes. Mfumo dume. Utapata kuna maeneo ukienda Sheila uwezi ita kina mama waje kwa mkutano asubuhi, lazima usubiri waende shamba ndio waje baadaye. Kuna vile vitu vya jamii ambavyo vinafinyilia watu wasiwe wanajiunga kwa vyama ama wasiwe wanashirikiana. Pia kuna ile tunaita gatekeeping. Gatekeeping, kwa tuseme wewe umepata nafasi kama mwanadada, umeingia kwenye siasa na kila siku uko pale Sheila, ufungui lango wanadada wengine waingie, wewe tu ndio uko pale leo, kesho kutwa, ukiondoka tunapata kwamba tuna pengo. So hizo tu ni kati ya changarawe, kati ya zile changarawe unasema tunaziona. Pia maybe ukiangalia kama vijana, umezungumzia vijana, vijana na wale watu maybe makabila madogo, kuna wale watu wenye wako na dhana ya kwamba pengine sisi ni vijana tukiingia kwa chama hatutasikizwa. Lakini kama vijana na mko na numbers, mnaingia kwa chama na mnaangalia kanuni za chama, na kama hamfurahishwi na zile kanuni za chama, mnaweza fanya proposal kubadilisha zile kanuni. So vile nilivyosema awali, ni kuna umaskini wa kutoelewa vyema jinsi vyama vinavyo how they operate. Jinsi vinavyotekeleza kazi. Na tukiangalia swala la usalama, wajua kwamba huwa kunakuwa na dhana mbalimbali ya mashirika mbalimbali humu nchini. Unapata kwamba tume ya IEBC, pia unapata kwamba kuna Wakenya wanakuwa kwamba wako na dhana fulani kuhusiana na makundi fulani au mashirika mbalimbali. Hasa kwenyu kama wasajili ama msajili wa vyama vya kisiasa, unapata kwamba labda wakati wa usajili kuna yule ambaye hakuelewa, akaona kwamba amefungiwa lango, akaambiwa hatoshi mboga na kwa hivyo hawezi kushiriki uchaguzi. Unapata kwamba anasema kwamba labda kuna ufisadi umefanyika ama labda kuna jambo kujuana na kitu kama hicho. Je, mnakabiliana vipi ama mnatatua vipi changamoto hizi? Vyama vina majopo, kwa kimombo tunaita internal dispute resolution mechanism. Haya majopo kwa muda mrefu sana tumekuwa tukiwahusisha kwa mafunzo ya jinsi ya kutatua migogoro kama hiyo, kwa sababu wakati mwingi wa uchaguzi tunapata migogoro kama hiyo. Kuna wale wanaoshiriki uchaguzi alafu wanasema kwamba umefungiwa nje. Wakati mwingine ni kweli wameshindwa, lakini wakati mwingine huwezi kubali kushindwa, wanasema kwamba umefungiwa nje. So tunawapea mawaidha kwamba wa file cases zao kwa vyama, vyama vitatue. Wakifika wakati kwamba maybe maamuzi ya hayo majopo hawajafurahia, kuna wakati wa kukata rufaa. Lakini sisi pia kama msajili wa vyama tunaangalia kanuni na mchakato ambao vyama vimefuata kutoa yale maamuzi, tukuona kwamba kama walizingatia. Kama hawakuzingatia, tunawarudisha kwa drawing board so that wazingatie yale maamuzi. Kidogo pia kumekuwa na mwibuko wa wale independent candidates. Wakati uchaguzi unafanyika, alafu kuna wale wanasema hawajafurahia jinsi vyama vimejiendesha, kuna wale wanatoka. Pia kama ofisi ya vyama, ingawaje hatupendelei sana kwa sababu si ni wasajili wa vyama, pia tuna mamlaka kwa sheria ya kuangalia kwamba wale wanaotaka kugombea binafsi wamepata zile nembo ambazo zinakubalika kisheria, na pia wameweza kuresign kutoka kwa vyama. So kuna mambo kadha wa kadha ndani ya sheria ambayo tunafanya, lakini kuu pale juu ni yale mafunzo tunayafanya. Na mafunzo tunayafanya tu si kwa vyama peke yake. Kuna washikadau wengi ambao tunaenda kwa mikutano yao, alafu tunawafunza kuhusu mambo ya kisiasa, how do you vie, qualifications ni gani. So hayo ni mambo kadhaa ambayo tunafanya kama ofisi ya msajili wa siasa. Kwa hivyo kama ofisi ya msajili wa vyama mmeweza kufanya uchunguzi wenu, vyama vimeweza kuwasilisha nembo zao na viko sawa, baadaye mnawasilisha kwenye tume ya IEBC
na baadaye sijui kama IEBC kishachapisha, sijui kama kuna mmoja wenyu ambaye anashirikishwa na IEBC kuhakikisha kwamba hizi ndizo nembo ambazo ni sahihi kulingana na chama. Kwa mfano katika uchaguzi ambao unakuja, uchaguzi mdogo, tunapeana orodha ya vyama vyote 91, majina, nembo na zile serial number, zile codes tunapeana officially. Tunapopeana IEBC itatumia ile habari ambayo tumepea kuchapisha makaratasi ya kura. Pili, kuna wakati ambapo IEBC kabla ya wachapishe makaratasi wanahusisha washikadau wengi tu, sio ofisi ya msajili wa vyama peke yake, hata vyama vya kisiasa kwenda kuangalia. Kuna wakati wa kuconfirm kwamba zile habari zimechapisha kwa yale makaratasi ni habari sahihi. So kuna ushirikiano wa karibu kati ya hizi ofisi mbili kuangalia kwamba ile habari tumepeana ndio habari ambayo imepokelewa. Naam. Na naona mwelekezi wangu akipiga mluzi anaambia muda umeyoyoma, tumebakia na dakika 5 peke yake, lakini kwa dakika 2 nitakuuliza swali, alafu baadaye dakika nyingine 2 utaweza kutuambia lile jambo ambalo sijakupa fursa labda useme. Naam, sisi tunasikia tu afisi ya msajili wa vyama. Sasa hatujui kwamba hii afisi iko kivipi kiuongozi, nani ndiye anawajuu kabisa, alafu kwenda chini nani anafanya nini, mpaka kuhakikisha kwamba kila mtu ana kazi yake na kazi yake ni ipi. Asante. Ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, kwa kimombo Office of the Register of Political Parties, ni ofisi ambayo ilibuniwa katika sheria ya vyama vya kisiasa mwaka 2011. Kwa sasa ofisi inasimamiwa na msajili wa vyama vya kisiasa mtendaji Bi Sophia Stati uliyemtaja pale. Chini ya msajili wa vyama kuna watatu assistant registrars katika sheria ambao wanamfuatilia kumsaidia kufanya kazi ya usajili wa vyama na kudhibiti vyama. Watatu kisheria. Kisheria inahitajika kuwe na assistant registrars watatu. Ofisi yenyewe ina directors kadha wa kadha zinazoshughulikia masuala ya usajili wa vyama, masuala ya kudhibiti vyama, masuala ya sheria, masuala ya field. Pia tuna zile field services. Kazi ya msajili wa vyama, jinsi jina linavyosema, ni kusajili vyama. Pili ni kudhibiti vyama so that vyama viwe vinazingatia sheria. Tatu ni kuweka ile orodha ya vyama na orodha ya wanachama wa vyama. Ofisi zetu kuu ziko hapa Nairobi. Ofisi zetu kuu ziko hapa Nairobi pale Westlands, Lion Place. Wakenya wako radhi kuja kututembelea wajue zaidi. Na pia kwa mitandaoni wanaweza pata habari. Ukiangalia pale Twitter X quiz, tunapatikana katika ORPP Kenya. Pale Facebook tunapatikana pia at ORPP Kenya. Tovuti yetu ni www.orpp.or.ke. Hayo ndo masuala ya juu yenye ningependa kuangazia. Naam. Kuna swala lolote ambalo unahisi kwamba nimekukanyagia? Mwanzo Wakenya wote wana uhuru wa kubuni vyama. Ni ile tu kwamba uwezi amua kutengeza chama cha tabaka la Wafula peke yake. Pili, vyama vya kisiasa havitengezwi vipate fedha kwa Wakenya. Vinatengezwa ili visaidie masuala ya governance. So chama kisibuniwe kwa minajili ya kwamba ndio pale mwisho wapate pesa. That is not huo si msingi wa kutengeza chama. So Wakenya waelewe kwamba vyama vinaweza tengezwa, lakini kusudi la chama si kupata pesa kutoka kwa Wakenya. Kumbuka kwamba sisi ni wale Wakenya tu tunaolipia ule ushuru. So vyama vitengezwe, lakini vyama vitengezwe kwa sababu ya
kwa sababu ya kutengeza nchi yetu masuala ya governance. Asante sana. Asante sana Bwana Wafula Wakoko. Na mtazamaji, huyu amekuwa Bwana Wafula Wakoko kutoka afisi ya msajili wa vyama, na tumekuwa tukipiga gumzo tukisemezana mawili matatu kuhusiana na usajili wa vyama, na kama umekuwa ukitufuatilia, kumbuka kwamba tunasisitiza kwamba chama cha kisiasa hakiwezi kusajiliwa kwa misingi ya kidini ama misingi ya kikabila. Kwa hivyo hawezi sema kwamba hii ni Abaluya Political Party. Kwa hivyo kama unataka kujua zaidi, unaweza kufika katika afisi zao kule Westlands na pia uweze kujisajili ama kutafuta tu uelewa wa masuala kuhusiana na usajili, na pia wako na tovuti yao ya www.orpp.or.ke, na pia wanapatikana katika mtandao wa X ORPP Kenya. Na mtazamaji, tumefikia hapo tamati, na mwalika mwenzangu Abdulaziz Hashim kwa taarifa zetu za saa 7 kamili. Utaungana nami mwendo wa saa 10 kamili katika taarifa zetu za Kurunzi Mashinani. Mie wako Sheila Kayaro Yogo. Kwa heri kwa sasa.